ya pili na mstari wa 15 hadi mstari wa 17. Injili ya Marko sura yake ni ya pili mstari wa 15 hadi mstari wa 17. Biblia inasema hata alipokuwa ameketi chakulani nyumbani mwake, watoza ushuru wengi na wenye dhambi waliketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake, kwa maana walikuwa wengi wakimfuata. Na waandishi na Mafarisayo walipomwona amekula au anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi, waliwaambia wanafunzi wake, mbona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Yesu aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, bali wao walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Nao wanafunzi wake Yohana na Mafarisayo walikuwa wakifunga. Maandiko hayo ambayo niliyoyasoma yanazungumza juu ya Yesu ambaye siku moja, wakati ambapo alipokuwa katika ziara zake, Biblia yasema alikutana na mtu mmoja aliyeitwa Lawi mwana wa Alfayo. Na wakati ambapo alipokutana naye, Biblia inasema akamuita, akamwambia, njoo unifuate. Lawi alikuwa ni nani? Lawi alikuwa ni baadhi ya watoza ushuru wa nyakati zile. Na katika Biblia, watu ambao waliokuwa ni watoza ushuru walihesabiwa kuwa ni wenye dhambi wabaya, ambao wanaolinganishwa na watu ambao wanaotenda maovu ya kiwango cha juu sana. Na wakati ambapo walipomwona amemuita Yesu Kristo, Mafarisayo na Masadukayo, kwa sababu walikuwa wanaelewa jinsi ambavyo ilivyokuwa imekubalika inachukuliwa nyakati zile, wakatatizika katika ndani yao. Na vile vile wakati ambapo unapotazama katika kitabu cha Mishna ambacho ni kitabu cha Wayahudi, watu hawa wanaoitwa watoza ushuru walihesabiwa kuwa ni watu ambao wakiingia mahali panakuwa najisi. Na hivyo ni kusema ya kwamba kama Yesu amemuita Lawi, ni kusema mahali ambapo ameingia vile vile pamekuwa najisi. Walipokuwa wanatazama, wakaona ya kwamba jambo ambalo ni mbaya limetendeka. Kuna neno ambalo limetumika pale linaloitwa wengi. Wakati ambapo walipokuwa wanakula, walikuweko watu ambao ni watoza ushuru waliokusanyika katika meza au nyumba ya Lawi. Walikuweko ni wengi sana. Neno hili lilitumika tena kule katika sura ya pili kule mwanzo. Na sasa wanasema ya kwamba watu hawa ni wengi sana ambao walioko hapa, na Yesu amepata nafasi ya kutangamana na wao. Ilikuwa haikukubalika ya kwamba katika wakati kama huu Yesu anaweza kukusanyika na kutangamana na watu kama hawa ambao walihesabiwa ya kwamba ni watu ambao ni waovu, watu ambao ni wabaya, watu ambao wangeleta unajisi kwa sababu ya jinsi ambavyo walivyokuwa wabaya. Lakini Yesu Kristo alikuwa na nafasi ya kula pamoja na wao. Alikuwa na nafasi ya kutangamana
na wao, kwa sababu aliulizwa, kwa nini wewe unakula na wenye dhambi? Na akasema ya kwamba wale ambao ni wazima, wale ambao ni wenye afya, wale ambao wao mili yao iko sawa, hawahitaji tabibu. Lakini wale ambao ni wagonjwa, wale ambao hawajisikii vizuri, wanahitaji tabibu. Na hivyo Yesu akasema, si kuja kwa sababu ya wale ambao ni wenye afya, si kuja kwa sababu ya wale ambao wanaojisikia vizuri, lakini nimekuja kwa wale ambao hawajisikii vizuri, kwa sababu ni wenye dhambi, akiwemo mmoja wao Lawi na wenzake. Wale ambao wanaonekana kuwa wananajisi, akasema ya kwamba nimekuja kwa ajili yao. Hata siku ya leo hatukuja Moi kwa sababu ya watu ambao wanaosema wako sawa, lakini tunakuja kwa ajili ya watu ambao walioonewa, maisha yao yametatizika, ambao waliosumbuliwa, maisha yao yameingiwa na shida. Yesu alikuja kwa ajili ya watu kama wale, watu ambao wanaoishi maisha ambayo hayajipendezi hata wao wenyewe, na hata watu wao hawapendezwi nayo. Unajua, kuna mtu ambaye watu wa kwao wanapomtazama wanaona ya kwamba huyu ndugu yetu, huyu dada yetu alipoteza mwelekeo. Wengine wamekutenga, wamesema ya kwamba wewe haufai kitu kwa sababu ya jinsi maisha yako yalivyo. Wengine wana harufu ambazo ni mbaya kwa sababu anatumia vitu vibaya. Yawezekana tushindwe kustahimili uvundo unaotoka kwako, lakini nashukuriwe Mungu ya kwamba Yesu aliyekuja yuna uwezo wa kuvumilia na kustahimili uvundo ambao unaosababishwa na dhambi zako katika maisha yako. Amen. Amen. Inawezekana ya kwamba watu wanapokuangalia wanasema, acheni yule mwenye dhambi aondoke, aende zake. Amen. Umejaribu kukamatwa, unapelekwa jela, lakini hauwezi kubadilika. Unajua kuna dhambi ambazo hata jela haiwezi kuondoa. Amen. Na wengine wameenda jela wakiwa watu wabaya na wametoka kule wakiwa wabaya zaidi, kwa sababu hata kule huwa wanafundishana jinsi ya vile ambavyo utakavyokuwa bora katika kutenda mabaya kabisa. Ujeri wenye. Lakini Yesu akasema, ninatangamana na hawa kwa sababu hawa wanahitaji tabibu. Siku ya leo ukijitambua ya kwamba wewe unahitaji tabibu, hata kama matiba zingine zimeshindwa katika maisha yako, Yesu anaweza akabadilisha maisha yako. Amen. Yesu anaweza akabadilisha njia zako. Amen. Hatukuzaliwa tukiwa tumeokoka, lakini wakati wa kuzaliwa kwetu tulizaliwa tukiwa wenye dhambi. Ikafika mahali tukajitambua, tukajikubali ya kwamba sisi ni wagonjwa mahali. Amen. Hawezi kupona usipojitambua ya kwamba wewe ni mgonjwa. Maana hapo ndipo ambapo tabibu atakuwa na uwezo wa kuanza kukusaidia na kukuponya katika maisha yako. Ukienda hospitali, wewe unamwambia daktari ya kwamba mimi ninasikia nikiumia mahali hapa na pale. Wewe unamwambia ya kwamba nimekuwa wiki hii nikisikia ya kwamba mwili wangu haunipeleki vizuri. Hiyo ni kusema ya kwamba umejitambua. Labda tumbo lako halisagi chakula vizuri. Ili daktari akusaidie,
mashini yako ya kusaga mle ndani iwezeshwe, itengenezwe, iwe na uwezo wa kusaga chakula vile ambavyo inavyostahili. Tumekuja hapa, tunaweza kuwa hatuelewi shida yako, lakini ukileta kwa Yesu anaielewa zaidi ya vile ambavyo tunavyoelewa. Maana anasema ya kwamba wale ambao si wazima wanahitaji tabibu. Kazi yako leo ni kusema ya kwamba mimi niko hapa, ninahitaji tabibu anisaidie katika maisha yako. Unajua, unaweza ukajitazama na kujiona vile ambavyo unavyoendelea na ukaona ya kwamba kuna kitu ambacho kimekoseka katika maisha yako. Na wakati unapojiangalia na kujipeleleza na kuona ya kwamba kuna kitu ambacho hakiendi sawa, unajua hii ndiyo sababu iliyomfanya Yesu aje kutoka mbinguni. Wakati huu tunasherehekea nyakati za Pasaka, wakati ambapo Kristo alipoutoa uhai wake kwa ajili ya ulimwengu wote, ikiwemo mimi pamoja na wewe. Na hivyo ni kusema ukipotea, utapotea kwa sababu unapenda, lakini si kwa sababu Mungu angependa upotee. Na sio vizuri ukionyeshwa njia ile ambayo unayostahili kuifuata na uifuate njia nyingine ambayo haitakuelekeza mahali ambapo Mungu angependa uelekee. Na baada ya kuishi maisha haya katika ulimwengu huu, kuna maisha mengine baada ya hapa. Na ndiyo sababu ni vizuri wewe kuishi ukiwa mwangalifu unapokuwa katika ulimwengu huu. Usiishi kama maisha yako yanaishia hapa, lakini ukumbuke ya kwamba kuna mahali pengine unaelekea baada ya wewe kuwa umehama na umeondoka katika ulimwengu huu. Maana licha ya kwamba una nguvu kama tulizo nazo, licha ya kwamba una kimo kikubwa kama vile ambavyo wengine walivyo navyo, lakini kimo chako hakitakuzuia wewe siku moja kusimama mbele za Mungu katika hukumu. Na hakuna mtu mkubwa mbele za Mungu. Unaweza wewe kuona ya kwamba ni mkubwa kutuliko. As a matter of fact, unaponitazama unasema yule mhubiri hatoshani na kimo ambacho nilicho nacho. Na mimi nakukumbusha wewe hautoshani na kimo cha Mungu ambaye ninayemwakilisha. Wewe hautoshani na kimo cha Mungu ambaye ninayemwakilisha. Mamlaka nilionayo ni yale ambayo yaliyotokana na yeye. Na siku ya leo wewe ukikubali mamlaka nilionayo, yanaweza kusababisha uwekwe huru katika maisha yako. Amen. Hallelujah. Sikuja hapa kwa nguvu za kigeni za kujitafutia, lakini nimekuja hapa kwa nguvu za Mungu aliye juu, ambaye hakuna nguvu zingine wala mamlaka yaweza. Nasema hakuna mamlaka wala nguvu zingine ambazo zinazoweza kujiinua juu ya mamlaka ambayo yaliyoko ndani yake. Amen. Ziwe ni zile za wachawi, ziwe ni zile za waganga, hazina uwezo juu ya nguvu za Mungu. Na hivyo labda zile zimekosa kufanya kazi katika maisha yako. Nimekuletea nguvu zingine za Mungu aliye juu. Ziliniweka huru, hata wewe zinaweza kuweka huru. Ziliwaweka wenzangu huru, hata wewe zinaweza kuweka huru.
Yes. Sema amen kubwa. Hallelujah. Nguvu hizo ndizo ambazo tumezileta hapa Moi. Amen. Amen. Inawezekana umejulikana kama mtu ambaye anayetumia nguvu zingine, hata watu wanakuogopa. Lakini nguvu zingine zozote ziko na kupitwa na muda, ama kile ambacho tunachoita expiry date. Yes. Oh yes. Lakini nguvu za Mungu hazina kupitwa na muda. Oh yes. Zilifanya kazi jana. Amen. Zinafanya kazi leo. Amen. Zitafanya kazi kesho. Na hata milele. Maana Biblia yasema yeye ndiye yule jana, leo na hata milele. Yeye atasalia kuwa Mungu. Yeye atasalia kuwa mwenye enzi. Yeye atasalia kuwa mwenye uwezo. Na nguvu zake hazijabadilika bado. Mungu huyu tangia wakati ambapo nilipomjua, nilielewa ya kwamba nina uhuru wa kutembea nikiwa na ujasiri, kwa sababu nimejuana na yeye. Amen. Unaweza ukajuana na mtu mwingine awaye yote, na hiyo isilete utofauti katika maisha yako. Unaweza ukajuana na wakuu wa ulimwengu huu, na hiyo isilete utofauti katika maisha yako. Yes. Unaweza juana na watu wenye vyeo, na hiyo isilete utofauti katika maisha yako. As a matter of fact, tuna watu ambao ni wenye vyeo, lakini maisha yao ni taabani, wanateseka kama wewe. Umejaribu kuwakimbilia, lakini haujapata msaada. Hujachelewa bado. Oh yes. Lakini labda umekuwa ukikimbilia mahali ambapo sipo. Leo nimekuja nikumbushe ya kwamba mahali kwa kukimbilia ni Yesu alipo. Hapo utapata msaada wa milele. Mateso unayopitia, yeye atakuondoa katika mateso hayo. Vifungo ambavyo umefungwa, atakuondoa katika vifungo hivyo. Nimemwona akifanya hivyo. Ukikubali hata kwako, atafanya hivyo. Hallelujah. Hawa unaowaona wakirukaruka hapa, hata wao siku moja walikuwa wamefungwa, lakini leo wamefunguliwa. Yes. Yes. Hawa unaoona wakiimba hapa, hata wao siku moja walikuwa wamefungwa, lakini siku moja vile vile wakafunguliwa. Maana Yesu alikuja kwa watu ambao wamefungwa. Yesu alikuja kwa watu ambao walionewa, na ili apate kuwaweka huru. Siku ya leo inaweza isiwe ni siku ya mwingine, lakini ukasema leo itakuwa ni siku yangu. Inawezekana isiwe ni siku ya jirani yako, lakini una sababu ya kusema leo ningependa iwe ni siku yangu. Amen. Tulisikiliza kama jinsi ambavyo unavyosikiliza, na tukaangalia tukajiuliza, hawa watu mambo yale ambayo wanayotuambia ni mambo ambayo yaliyo na maana gani? Lakini sikiliza nikwambie, unaweza ukawa na akili nyingi kutuliko Kabisa. ila ni vyema uelewe pia akili tunazo. Yeah, so. Unaweza uwe una masomo mengi kutuliko ila ni vyema uelewe vile vile hata masomo twaweza kuwa tuko nayo.
Yes. Inawezekana kuwa Hey. unajua kizungu kingi kutuliko. Yes. Yes. Ila ni vyema pia uelewe ya kwamba twaweza kuwa pia tuna kidogo ambacho tunachokijua. You know. Lakini katikati ya vitu hivi vyote havikuleta utofauti katika maisha yetu. Yes. Inawezekana kwako ni kuzuri kuliko kwetu. Lakini sio kuzuri kuliko kule ambako Mungu anatuelekeza. Oh yes. Inawezekana ya kwamba unaishi mahali ambapo ni pazuri. Na ni vyema uelewe vile vile inawezekana pia tuna mahali tunaishi kwa sababu hatuishi mashimoni. Kabisa. Yes, that's a point. Na ukituangalia unaweza kuelewa mtu ametoka shimoni na mtu ambaye ametoka mahali. Yes. Unaweza ukatazama na kuona ya kwamba tumetoka mahali. Yes. Lakini hatukuja kukuelezea juu ya mahali ambapo tulipotoka. Amen. Tunakuja kukuelezea juu ya Mungu ambaye aliyetutoa mahali. Amen. Na anayetuelekeza mahali. Oh, yes. Na hata wewe anaweza kukutoa mahali. Amen. Na kuelekeze mahali. Amen. Anaweza kukutoa katika shida yako. Amen. Na kuelekeze katika suluhisho lako. Amen. Anaweza kutoa katika magonjwa. Amen. Na kuelekeza katika uponyaji. Amen. Anaweza kukutoa kutoka kwa vifungo. Amen. Na kuelekeze katika kufunguliwa. Amen. Lakini ni useme pekee ya kwamba leo ninahitaji msaada wa tabibu. Amen. Mimi siponyi, lakini Mungu ninayemtumikia, Yes. Mungu ninayemwamini, Yes. ameponya si mara moja, Amen. ameponya mara mingi. Amen. Mungu ambaye Ndio. ninayemtumikia Ndio. anafungua. Amen. Yawezekana mimi nisiwe na uwezo wa Yes. kukufungua, lakini yeye aliyeumba mbingu na nchi Amen. ana uwezo wa kukufungua. Amen. Ana uwezo wa kukusaidia. Yawezekana watu wamekata tamaa na wewe. Una nafasi nyingine ya mwisho, kwa sababu Mungu bado hajakata tamaa na maisha yako. Amen. Yawezekana hata wewe mwenyewe umekata tamaa na wewe mwenyewe hata unajiuliza, mimi nina maana gani na faida gani katika ulimwengu huu? Amina. Wewe ni kama Lawi, wakati ambapo alipofikiria hana faida yoyote, Yesu alimwambia, bado nina haja na wewe. Amen. Siku ya leo nimekuja nikuambie, bado Mungu ana haja na maisha yako. Bado Mungu ana haja na roho yako. Wengine wote wanaweza kuwa wamekosa haja ya roho yako. Wanauliza, huyu atakufa lini tumzike? Lakini kabla hujazikwa, ninakumbusha kwamba kuna Mungu ambaye bado ana haja na maisha yako. Yawezekana hata wewe mwenyewe hauna haja na maisha yako. Kuna Mungu ambaye asemaye, mwanangu, bado nina haja na maisha yako siku ya leo. Amen. Unaishi kiholela. Na ndiyo sababu hata vile vitu ambavyo unavyokula ni vya kudhuru afya yako, na hivyo vinaonyesha ya kwamba huna haja na maisha yako mwenyewe. Unapovuta sigara na ulienda shule, pale huwa kuna onyo, huwa limeandikwa. Lakini nimeshangaa, nimekutana na maprofesa ambao kusoma pale kumeandikwa ya kwamba hii inaweza kudhuru afya yako, na masomo yao imewashinda kusoma pale. Ndio. Hiyo ni kusema kuna mahali ambapo masomo haiwasaidii. Wanakula vitu ambavyo vinavyodhuru maisha yao, sio mapenzi ya Mungu. Oh yes. Ule vitu ambavyo vinadhuru maisha yako. Maana Mungu anapenda huo mwili ambao ulionao. Amen. Mungu hapendelei sana wewe ukitumia vitu ambavyo ukitoa harufu kwa mdomo, watu walio karibu na wewe
wanasikia vibaya. Mungu angependa akusaidie, na ili uwe unakula vitu ambavyo vitaleta afya katika mwili wako. Amen. Uwe unatumia vitu ambavyo ni halali, ambavyo unaweza ukashukuru baada ya ukatumia. Amen. Sijui kama umeshawahi kuona mtu anavuta sigara akisema shukrani kwa Mungu ndio avute. Maana wewe unabugia sana. Sijui wakati unaenda kule kuvuta mrija, kama kuna siku umeshawahi kufanya ombi na kumwambia Mungu na kushukuru kwa sababu ya kileo hiki. Ni kwa sababu hata wewe unajua Mungu hana uhusiano na vitu hivyo. Hangependa uviingize ndani ya mwili vikuadhiri. Na sikuja nikulaumu, nimekuja nikuambia ya kwamba wewe ndio unahitaji tabibu Yesu. Amen. Akuondoe katika vitu hivyo. Amen. Akuingize katika maisha mapya. Utembee katika upya wa uzima. Ubadilike, uwe kiumbe kipya. Utaendelea kuishi kama wengine. Yes. Utaendelea kula kama wengine. Yes. Lakini kuna vitu ambavyo utakataa kuvila kwa hiari yako mwenyewe. Amina. Kuna njia ambazo utakazoamua, hizi sitatembelea, nitatembelea hizi njia kwa hiari yangu mwenyewe. Yes. Maana Yesu halazimishi watu. Hata leo wewe kutoa moyo wako kwa Yesu ni hiari yako mwenyewe. Wewe kubadilishwa na kubarikiwa ni hiari yako mwenyewe. Wewe kubadilishwa maisha yako ni hiari yako mwenyewe. Hata sisi tuliamua, na wewe una nafasi ya kufanya maamuzi siku ya leo. Umeteseka katika maisha yako siku ya leo, ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa 4, unaweza kusema leo ndiyo ile siku yangu. Nataka kukutana pamoja na Yesu aliyekutana na Lawi siku ile, akatembea kwake, akala naye katika meza moja. Siku ya leo yaweza kuwa ni njema kwako, ya wewe kula pamoja na Yesu meza moja, ya wewe kuwa na mahusiano na Yesu katika maisha yako. Mahusiano mengine yanaweza kuwa yameharibika, lakini mahusiano mengine yote yanaweza kutengenezeka kwa wewe kupeana maisha yako kwa Yesu na kusema leo ningependa niwe na uhusiano pamoja na Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Kama tuko pamoja na wewe sema amen. Amen. Kama bado unanisikiliza sema amen. Wewe ni mtu wa maana na wa ajabu sana. Na ndiyo sababu leo tumekuja hapa. Nikikuangalia ninaona mtu wa maana, mtu ambaye ni speciali, ambaye maisha yake yamepotoshwa na shetani. Na hiyo ni kazi ya shetani, huwa anafanya hivyo. Lakini naye Yesu alikuja kwa ajili ya wale ambao maisha yao yameumizwa, yamepotoshwa na shetani. Amen. Na ili apate kuwasaidia. Amen. Na siku ya leo ninaamini ya kwamba ikiwa ni siku ya kwanza, yeye anaweza kutana na maisha yako kabisa, na kukusaidia katika maisha yako. Amina. Anaweza akabadilisha njia zako. Amina. Anaweza akabadilisha maisha yako. Amina. Ukasema ya kwamba laiti ningelijua hapo awali, ningekuwa nimemkubali Yesu na mapema. Amen. Usikubali kudanganywa na shetani akikwambia ya kwamba mimi ninasubiri kidogo, ninataka niponde maisha. Nimeona watu ambao wamesema waponde raha, lakini wamepondwa na raha. Nimekuja ili nikupatanishe na Yesu, uweze kuponda maisha vizuri na usipondwe na maisha. Nimeona watu ambao wamesema ya kwamba mimi ninangojea
wakati nitakapozeeka, na ili nitoe maisha yangu kwa Yesu. Yesu anapokea watu hata wakiwa wachanga na mapema, kama jinsi ambavyo alivyonipata. Yesu alinipata nilipokuwa kijana barobaro. Na nikamkubali. Maisha yangu yamekuwa mazuri. Amen. Na sijaona fashion iliyozidi kuwa ndani ya Yesu. Amen. Hii ni fashion ambayo haiwezi kupitwa na fashion zingine. Nimesikia vijana wakisema ya kwamba wokovu hauna fashion. Listen to me. Sisi tumeishi katika fashion na hatuishi kuwa fashion. Kinitazama leo unaweza fikiria ya kwamba niko soko. You can say it again. Lakini nilitoka soko kitambo. Lakini kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Unaniona unafikiria ya kwamba niko soko. In the market. Yes. Kuna watu wengine bado ni wachanga. Lakini ukiwaangalia wanakaa kama watu walitoka soko kitambo. In the marketing out of Jo kwa Yesu. Abambanye maisha yako, akarabati, abadilishe. Akuvishe na utukufu wake. Mtu akikuangalia anasema, ndio, hapa kuna utukufu. Amen. Fashion. Nikinywa ninakunywa maji. Na ndiyo sababu huwezi kukutana na mimi barabarani nikiwa ninaenda zigzag. no. Zigzag zangu ni hizi design unaona hapa. Nikichezea Yesu. Nikiwa na akili timamu. Unajua kuna watu hawawezi kucheza kabla hawajapiga 2 3. Ukijiona hivyo unajua kuna makosa hapa. Kabisa. Tunachezea Yesu, tunajisikia vizuri. Vile ambavyo tunavyotuona tukimchezea hapa. Kiona kizere kama hiki namchezea Yesu, najua ya kwamba Yesu amefanya kitu. Hallelujah. Kazi hiyo bado inaendelea. Amen. Yesu aweza kuifanya katika maisha yako. Amen. Abadilishe maisha yako. Amen. Akufanye njia nyingine jipya. Watu wakikuona wawe wanaulizana, kitu gani kilifanyika katika yule? Hallelujah. Ni Yesu aliingia ndani ya roho yake. Amen. Wanaulizana, kwa nini huyu mtu anavaa vizuri siku hizi? Si kwa sababu ana hela nyingi, lakini sasa amezirudia fahamu zake. Ako na uwezo wa kuelewa marangi ya kuvaa. Ako na uwezo wa kutofautisha nguo ya kike na ya kiume. Ako na uwezo wa kutofautisha mahali kwa kufungia suruali. Nimeona vijana wachanga ambao hawaelewi suruali inafungiwa wapi. Unamwona ameifungia hapa. Na hivyo ni kusema kama suruali imefika hapa, ile ya ndani ndio imebakia huku juu. Sasa unashangaa, sieri uvue basi hiyo ambayo iko ndani uivae juu. Uonekane kweli you are serious na vile ambavyo unavyofanya. Kabisa. Nitakusifu zaidi kuliko kukupata ukiwa umefungia suruali hapa ati ni muharisha. Amen. Ati? My God. Yes. Hapo hakuna fashion. Hakuna. Lakini sikulaumu.
Unajua vitu vizuri visipopangiliwa vizuri huwa vinakaa vibaya Kabisa. Yesu anapoingia katika maisha yako, anakusaidia kupangilia mambo katika mpangilio ambao unaostahili. Na ndiyo tumekuja hapa tukuambie Yesu alikuja kwa ajili yako. Ili upate mpangilio mwanana katika maisha yako. Yes. Amen. Wewe ni kiumbe kizuri cha Mungu. Amen. Lakini kuna mahali ambapo unahitaji Yesu akarabati maisha yako. Amen. Tumekuja hapa kwa sababu tunakupenda sana. Amina. Tumekuja hapa kwa sababu tunakudhamini sana. Oh, yes. Na hivyo wewe una nafasi ya kusema, kwa sababu hawa wananidhamini na Mungu pia ananidhamini. Sitaki nipoteze nafasi tena. Amen. Simama juu ya miguu yako sasa mahali ulipo kama umeketi. Amen. Na kama umesimama, nataka usongee uje huku mbele. Nataka hiyo kamba iangushwe chini. I want people to come kutembea na wewe katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Nataka tumwabudu Bwana, na tunapoenda kumwabudu Bwana, una nafasi ya kuachilia maisha yako mbele za Bwana. Una nafasi ya kuachilia njia zako mbele za Bwana siku ya leo, ukimtazamia yeye. Bwana ana msaada, ana nguvu kwa ajili ya maisha yako, ana uponyaji kwa ajili ya maisha yako. Baraka zake ni jipya kila wakati. Umeteswa, umeonewa na shetani, una nafasi ya kusema sitokubali tena kuendelea kuteseka katika maisha yangu. Nataka niachilie kwake, maana yeye aweza kunisaidia leo.